ni kwamba siku ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 1 na dakika 50 huko katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Idetemya, tarafa ya Usagara, wilaya ya Misungwi, katika barabara inayotoka Usagara kuelekea Kigongo Fair, gari namba T 852 DGP aina ya Toyota Land Cruiser, mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi, ikiwa inaelekea Mwanza kutoka katika eneo la Kigongo Fair. Gari hiyo ilihama barabara upande wa kulia na hivyo kugongana na lori ambalo namba zake za usajili ni namba T 541 DCH aina ya Sinotruk. Lori hilo ni mali ya kampuni ya Nyanza Roadworks lilokuwa likielekea Kigongo Ferry kutoka Usagara. Kitendo hicho kilisababisha vifo vya watu 5 waliokuwa katika gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Watu 4 walifariki eneo la ajali pale pale baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso, na mtu mmoja ambaye alikuwa ni dereva wa hiyo gari ndogo, yani Toyota Land Cruiser, alifia katika hospitali ya Bukumbi wakati akiendelea kupata matibabu, na baada ya kuwa ametoka kwenye eneo hilo la ajali, la tukio la ajali. Ndugu waandishi wa habari, chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa gari ndogo, yani Toyota Land Cruiser, ambayo ilijaribu kwa mwendo kasi kulipita gari lingine lilokuwa mbele yake, yani kufanya overtaking bila kuchukua tahadhari na kujiridhisha kama mbele kulikuwa kuna gari linakuja au la. Baada ya kitendo hicho cha kuovertake magari pasipo kuchukua tahadhari, ndipo gari hilo liligongana uso kwa uso na lori ambalo lilikuwa linakuja mbele yake na kusababisha vifo hivyo vya watu 5. Madereva waliohusika katika ajali hizo, dereva wa lori namba T 541 DCH aina ya Sinotruk ambalo pia lilikuwa na tela namba T 835 DCJ. Dereva huyu anaitwa Venance Manampo Mashaka. Huyu umri wake ni miaka 61 na ni mkazi wa Buhongwa. Kazi yake ni dereva wa kampuni ya Nyanza Roadworks. Gari ndogo, yani Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili T 852 DGP, anaitwa Boniface Peter Musonola. Umri wake ni miaka 53. Kazi yake ni dereva. Ameajiriwa kama dereva katika shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi na mkazi wa Bukumbi, ambaye kama nilivyosema, dereva huyo alifariki wakati anapata matibabu katika hospitali ya Bukumbi. Katika ajali hiyo, wengine waliofariki majina yao ni kama ifuatavyo, ikiwa na maana ni wale abiria waliokuwa kwenye ile gari Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi. Wa kwanza ni Sister Nelina Semioni, ana umri wa miaka 63, na sister huyu ni mkuu wa shirika la masista wa Karmeli wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto wa Yesu, ndio shirika analofanyia kazi, na ni raia wa Italy. Wa pili ni Sister Lilian Kapongo, ana umri wa miaka 55, huyu ni mkazi wa Tabora. Wa tatu anaitwa Sister Damaris Matheka, huyu ana umri wa miaka 51, mkuu wa shule, huyu ni mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi
na ni raia wa Kenya. Wa nne ni Sister Stella Maris Kamene Muthini. Huyu ana umri wa miaka 48, ni raia wa Kenya. Wa tano ni Boniface Peter Msonora, miaka 53, dereva wa gari namba T 852 DGP Toyota Land Cruiser na mkazi wa Bukumbi. Dereva huyu ndio niliyesema kwamba alifariki dunia wakati anapata matibabu. Katika ajali hiyo pia sister aitwaye Pauline Vincent ana umri wa miaka 20 na ni matron katika shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi. Huyu alipata majeraha, ameumia nyonga na michubuko katika mwili wake na amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando. Anaendelea kupata matibabu hospitalini hapo. Majeruhi huyu pia alikuwa katika gari ndogo pamoja na wenzake hao watano ambao wamefariki dunia. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Bugando ikisubiri utaratibu wa uchunguzi zaidi wa kitaalamu. Ndugu waandishi wa habari, tukio hilo pia, dereva aliyekuwa akiendesha lori hilo alikimbia baada ya ajali, lakini ameweza kukamatwa na jeshi la polisi na anaendelea kuhojiwa. Jeshi la polisi linapenda kutoa wito kwa madereva wote nchini katika mkoa wa Mwanza pia kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani na kuacha uzembe na kuacha kuendesha magari kwa mwendo kasi na kuchukua tahadhari za kutosha kabla ya kujaribu kuyapita magari mengine yaliyo mbele yake kwa ajili ya kuepusha ajali mbaya. Tukio hili ni tukio la kusikitisha, lakini lazima madereva kupitia ajali hii wajifunze. Lazima tujifunze, tuache mwendo kasi na uvunjifu mwingine wa sheria, kanuni na taratibu za usalama